Na Pasco, matatizo haya kwanza kwa faida ya mtazamaji, unakabiliwa na changamoto gani? Nakaribiwa changamoto ya kutokuona. Yaani mbele naona ukungu, nisioni, naona kimvuli, sioni hata mtu yani. Na imeanza lini hiyo hali? Hii sasa hivi inakwenda mwezi unakwenda wa 3. Maka ilitokea tu ghafla tu, naona naenda naona vitu, mbona hapa sioni vizuri, naona kumbe ukungu umenitawala, amekaa. Sasa kuja uzima mpaka nimefikia tu machi sasa hivi, yani ile takitembea hivi. Yani mpaka ukashike mkono mtu, yani anakwenda chooni hivi, shike mkono kurudi, basi ndio inatia shida ya ukungu. Ulikwenda hospitali? Nilikuwa ndugu yangu Kipesa nimshirikisha, baadaye pale akanifanya mpango kwa dawa kadhaa, nimeenda pale sisi nini inaitwa CBRT pale. Kwenda pale sasa siku hiyo kwenda pale nikajua rahisi kwenda, kama bwana hapa kipima kuna daktari 20,000. Kapambana tukapata, tukaenda pale. Kama bwana tukacheki, daktari kama bwana bidi upige x-ray. Kwenda x-ray kule 1,200,000. Kafanya mpango, Kipesa kama basi ile mpango tukaongeza mipango, ikapatikana ile 1,200,000. Tukaenda kupiga x-ray kule, kuangaliwa, akaambiwa kuona specialist yuko daktari Jumatano bidi uje. Tukarudi siku ya Jumatano kwenda leo kunipima nini na nini. Akasema bwana bidi utakayofanya upasuaji $4,900,000. Pale sana nimejanika, nimetulia, niko nyumbani, nimekaa, nimerudi, sababu sina chanzo chochote. Ndio nikamwambia Kipesa, akasema situlie tuhangaike, tujue tutafanyaje. Ndio hapo nilipokuamia hapo. Wamesema ni kipi kinachokusumbua kitaalamu? Kitaalamu kwanza wanipima pressure ya macho. Yani pressure ilikuja juu. Kwa hiyo wanasema siku kuna mapanzia nyuma ya macho. Panzia imetoka, wangeza sasa damu imevilia. Wa kwanza aliniambia damu imevilia na maji sio yamejaa. Kwa hiyo maana nipigwe mionzi au nifanywe upasuaji. Ndio aliniambia hiyo. Pole sana Pasco. Asante sana. Sawa. Mustafa, changamoto hii ya afya ya macho kwa wachezaji ama wanasoka, wana michezo, nadhani Pasco si mtu wa kwanza. Imekuwa ni kesi ambayo inatuandama sana na michezo.